hawatasikia. Hapana, inasemekana kwamba wanasikia sauti yangu na mimi nafanya nini? Na wajua kwamba watafuti uso wake, wanasikia sauti yake, na kwamba wanasikia hiyo sauti. Na kitabu cha Romans chapter 6:18, Romans chapter 8 verse 16, tunatembea na upako wa mtu wa Mungu. Unajua pastor ni wa scriptures, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaondoa ule ugonjwa wa scripture moja. Bwana Yesu asifiwe. Ile ugonjwa wa scripture moja ni pepo, si hata ugonjwa. Bwana Yesu asifiwe. Ati na Yesu akapita katikati yao, na wewe utaanza kupita katikati yao. Utakapopeleka mtoto wako shule, utapita katikati yao, atamaliza bila kukuuliza school fees. Tunapoenda kuombea watoto hapa, Mungu atakusaidia kupata school fees. Bwana Yesu asifiwe. Utapita katikati yao, ukiunganisha na hao upako, utapata pesa imeingia kwa akaunti yako. Utatoka wapi? Labda utakuta hii watu wanajitanga sijui Illuminati. Ndio nasikia huenda wakawa wanaananga nini? Vitu kama hizo. Hatujui, lakini Mungu wetu siwa hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu bariki kazi ya mikono yetu. Mungu wetu bariki kazi ya mikono yetu. Kufanya kazi kwa mikono yetu, baraka zako zinapatikana. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anakupea akili yake Yesu Kristo. Anakupea ufahamu wa kile unachokishika kinafaulu. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru basi alikuja kuni-encourage mahali nilifungua kibanda cha kuuza vitu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa siku moja juzi niliona laini watu wamejipanga laini wakija kwa hiyo duka. Na kuna duka kadhaa mahali pale. Na nikawa najiuliza sasa hii ni kitu gani ambayo inaendelea wapi mahali hapa? Si kwamba anawamaliza wale, si kwamba ni nini, inategemea kwamba Mungu amenisaidia. Na Mungu pia anawafanya nini? Anawasaidia. Si kwamba wanachukia. Kwa hivyo Mungu kubariki kazi ya mikono ya watu. Kwa hivyo tukishajua kwamba tunaongozwa na Roho Mtakatifu, tutakuwa tunaweza kusikia sauti yake Mwenyezi Mungu. Na Roho wetu, nilikuwa nasema kuhusu spirit yetu na spirit ya Mungu, Roho wa Mungu ndio kwanza spirit yetu inaokolewa. Bwana Yesu asifiwe. Ndio unaona hata mbinguni ya 20 na hii mwili. Hii mwili itarudi kwa mchanga mahali ambapo ilirudi. Tutabadilishwa na kupewa mwili mpya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo usikuwe shida na huu mwili. Usitake kuongeza ukue staili fulani kuliko vile Mungu alivyoumba. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo lazima tujue kwamba Roho wa Mungu, the Bible says, the Spirit himself bears witness with our spirit that we are children of God. Kwamba Roho wa Mungu mwenyewe na spirit yetu anasema kwamba sisi ni wana wa Mungu. Ndio mahali pengine sikumbuki mahali fulani nasema kwamba hata roho zenu zikiwahukumu, mjua kwamba tuko na Mungu aliye mkuu kuliko nini? Na our hearts. Wakati mwingine unaanza kujiuliza, hili kanisa litanipeleka wapi? Ilikuwa ikupeleka wapi? Hata hili kanisa tunafanya nini? Ulikuwa umfanye nini? Bwana Yesu asifiwe. Pastor wetu mbona hatufanyiaje? Alikuwa kufanyia nini? Yesu aliyowafanya yote. Chetu ni pastor aweze kutulisha. Bwana Yesu asifiwe. Atupe ufahamu. Tufikie ufahamu kama yeye. Bwana Yesu asifiwe. Juzi ndio akasema kwamba anatamani vile watu wanafanya. Msomo alienda Machakos, Emmanuel. Mwingine akaenda mahali pengine, mwingine akaenda mahali pengine. Na hajawafunga vile kwamba katika kila mwisho wa mwezi tafuta baba wa kiroho ufanyie jambo. Hajawafunga. Nilikutana na Zongo wakati mwingine Nairobi. Akaniambia anaendelea vizuri Machakos. Kwa hivyo lazima ujue kwamba lazima tuachiliwe. Wewe uliye hapa kanisani, ufunze jinsi ya kujiandaa ndio Yesu akikuja usiachwe. Kama uliokoka hiyo ya watu hakuna. Unafunzwa jinsi ya kuweza kusaidia wengine waweze kupata huu ufahamu ulio nao. Bwana Yesu asifiwe. Ndio tunaambiwa enendeni. Bwana Yesu asifiwe. Enendeni ulimwenguni. Na hata kama uendi, hakikisha hii huduma imeenda. Bwana Yesu asifiwe. Hakikisha kwamba hii huduma imeenda. Nilisema last Sunday kwamba hakikisha sumbua pasa vyombo ndio hii hapa. Na unajua crusade yetu ni tofauti. Zamani unajua tulikuwa tunafanya vituko sana.
sababu tunatafuta watu wakuja wajaze kanisa yetu. Hata tunawaambia kwamba kanisani kwetu, ukija kwa kanisa yetu, tunaanza kuahidi kitu na tunaleta watu watoe ushuhuda. Ati tangu nikuja kwa hiyo kanisa, sikuwa nimeoa na nimeoa. Na watu wanaoa huko nje bila kwenda kanisani. Chokolani bado utakuta kila wanapata watoto. Kila mtu na mpenzi wake. Ati sikuwa na mtoto tangu nikuja hapa na niko na saa hii kaunti imeshindwa na kuandaa mwendo wamezaliwa watu. Kwa hiyo wamezaliwa pale chini. Ni mwengi. Kwa hivyo kuna vitu ambavyo Mungu anapea kila mtu. Hapana kufanya kukua over spiritual. Kitu ambavyo ni vya kawaida kujiweka katika kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo lazima tukue kwamba tunaandamana na Mungu wetu. Hakikisha kwamba unasukuma injili ya ukweli iende ifikie watu kwa ukweli. Kwa kweli wanga tu kama kuna kutubu tunapaswa kutubu ile sababu tulidanganya watu wengi. Tulidanganya watu wengi. Ati nilipokuja kanisani sikuwa navaa suti, sasa mnanionaje? Ati nimevaa suti. Hiyo ni mtoto. Ule ni mtoto. Tangu nikuja kanisani sikuwa na gari, nimekuja kanisani niko nazo gari mzuri, ziko na Wahindi. Gari mzuri. Kushinda hapo hawajaamini. Kushinda hiyo yako kushinda hiyo yako umechukua. Bwana Yesu asifiwe. Unakuta kwamba ndani ya maisha yetu tunasukuma. Hii injili yetu ni Yesu anajisukuma kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Yeye mwenyewe alikuja kwetu. Na ni lazima tuhakikishe kwamba tumempeleka kwa watu wengine. Tumempeleka kwanza tukienda na hii maspika. Crusade yetu ni conference. Maswali tukijibu. Maswali tukijibu. Si wakati ule ati na Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu ambavyo unajua, kuna injili ambapo naisikia siku ya leo. Ambayo ilikuwa inanifanya nirukeruke, nitoe jasho, nasikia kutapika ama nasikia machozi sababu ni vitu vingine. Sababu tulikuwa ndani ya 30 minutes kabla tujaingia tunamkatakata nani shetani. Na tunazunguka kufanya nini? Weka hiyo mkono wako kidogo kwa kama pale. Kwa kama na hatukuwa tunaongozwa na kiroho, tuliongozwa na emotions. Tumefunzwa tuombe atukuta kwamba na tunaogopa kifo, tunaogopa magonjwa, tunaogopa umaskini, tunaogopa kutokuwa na mtoto, tunaogopa kutokuwa na nyumba nzuri, tunaogopa kutokuwa kutohoa. Yaani tunakuta kwamba ati mwaka ujao Mungu atanionyesha kuwa na mzee wako. Wakati kama huo ndugu unakuta watu wamewekwa appetite. Wamewekwa appetite ya vitu ambavyo ni nini? Appetite ya vitu ambavyo wamesema. Unasikia kwamba watu kanisani wanajiua. Kwa nini? Mashindano. Ati kwenu ni wewe utabarikiwa katika jina la Yesu. Kwenu wale wengine wako nini? Ndugu zako ni wewe. Ndugu zako si watu. Ati Mungu amenionyesha kwenu ni wewe utafanya nini? Mungu wetu si Mungu wa mapendeleo kama binadamu. Kwa hiyo tunambadilisha Mungu, tunamleta katika maumbile ya kibinadamu. Sababu unajua nyumbani kuna mtoto ambako kama nyumbani asikia huyu ananisikizana. Huyu nitamuongeza nusuweka mahali. Mnafikiria kwamba Mungu wetu ni kama wewe wa kuongeza nusuweka. Roho wa Mungu anapokuelekeza, Roho wa Mungu anapokutumia, akutumii kama vile binadamu. Tunasikia kwamba mambo ya Mungu ni upumbavu kwa wanaopotea. Mambo ya Mungu ni ujinga kwa wanaofanya nini? Na wanaopotea. Na wanaopotea sio hao. Sio hao wenye wako njiani kule. Ni wengi hata wamekaishwa chini hata wakati huu. Na wameongozwa na mwenye amefanya nini? Amepotea. Wanapoambiwa utapata hiyo katika jina la Yesu. Na kumbuka tukiendeshwa gari kwa hewa. Ati tukishatoka hapa. Kwanza tukaambiwa kwamba kwa njia ya imani kama unataka kuwa na gari, njia ya imani jikaze. Enda school, driving school, ukate nini? License. Siku ya leo hata ukiwa na pesa uende uchukue gari yako pale. Unaanzidi mwalimu wiki 2-3 uko na gari yako hapo. Uhitaji kujitayarisha driving license. Hiyo matayarisho hakuwa ati chukua hatua ya imani enda driving school. Baada ufundishe watu kitenda kazi. Hata kama ni kukopa pesa, kopa pesa. Uende wapi driving school uko nayo wapi? Kwa mfuko. Ile yangu nilipatanga wakati huo. Na sijawahi pata hiyo kazi, sijawahi pata kazi ya dereva. Sijawahi.
Na passport. Niko na hata passport una. Sasa unataka kuenda. Hata na mwisho wa mwaka huu tutakuwa tunafanya nini? Alafu tunakuwa connected na ndugu baada kanisani, kumbe ni ndugu anatengenezewa kazi ndio pia kuweza kukuliwa na huyo mchungaji. Hata mkitaka hata passport za rais, kuna mwenye anaweza ukuwe na imani hata tafuta. Ndio tukuje kuziamini mwisho wa Disemba, hapo ndio zinaanziwa kwamba wewe utaenda. Siku hizi hakunanga hiyo nao. Sababu ile kajibu kanatokea huko. Kala kajibu kanatokea wapi? Huko hakuna mtu mwenye anaomba maombi ya kwenda wapi? Sasa ya kwenda kule. Ndio unajua kwamba ilikuwa uamuzi wa misisimuko. Ilikuwa mwongozo wa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Niliwaambia kwamba ingelikuwa ni vitu tungekuta Kenya ilikuwa ya Paulo, Tanzania ilikuwa ya nani? Vita. Tungekuta hata kanisa kama wakoloni, tungekuta vile tunapataka nyumba za wakoloni. Ukienda huko nyewe tunakuta wakoloni fulani hivi. Lakini sasa hao wako kuhusu hizo vitu. Hata wana washirika. Kitu tulichokipata ni maandiko matakatifu yanayotupea uhai. Hakuna kanisa ya Paulo. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna kanisa ya Paulo, hakuna kanisa ya Peter. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nitaje na Mungu atusaidie. Wakati Mungu amefanya hii kazi yote ulimwengu, hakuna penye utapata picha yake anaandika kwamba hii nchi ni yangu ni mimi nilifanya. Lakini sisi Bwana Yesu atusaidie sababu anaendelea kututoa. Sisi kama mimi nilikuwa nimeweka mbana ya mimi na mke wangu kwa hii ndilisha mara mbili. Mwenye maono wa hiyo kanisa yangu. Ndio. Hiyo ni kaja. Kila kitu mkiona ni sisi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Mungu ametusaidia, ametutoa katika kutembelea katika ile giza, kutembea katika mwili. Unajua mwili ni kufahamika, ni kuonekana. Lakini neema na Yesu Kristo ni Roho Mtakatifu aliye ndani yetu anayotusaidia. Kwa hivyo maandiko yametueleza kwamba kama Roho wa mtu ndio umwangazia, ndio Roho wa Mungu anamwangazia na kutambua yote yaliyo ndani ya moyo wake. Kwa hivyo ni vizuri tuitikie roho zetu kutembea na Mungu kila wakati na kumsikiza Mwenyezi Mungu. Nimesema kwamba Mungu atatusaidia katika kila hali, sababu Mungu akikusaidia kiroho, kuna mambo ambayo yataonekana in the physical. Kwanza in spiritual ukuta kwamba umeweza kusimama. Hizi vitu za kawaida tumesema physical blessings ni za kila mtu. Ni za kila mtu. Bwana Yesu asifiwe. Na ni kwa nini tunarudia na tunasisitiza? Ndio ukipata hata mgeni wakija kwa nyumba, wakianza kukuprofesia vile utapata vitu, unafunga masikio. Wakija waanze kukuelezea kuhusu watoto, unafunga masikio. Wakianza kukuelezea kuhusu waume wake, unafunga masikio. Bwana Yesu asifiwe. Tunaitikia Yesu aneno ndani ya masikio yetu. Yesu Kristo aneno ndani ya maisha yetu, ndani ya familia zetu. Hata kwa nyumba yangu nimekuwa na shida. Inakuja Deliverance TV. Nasikia dadi, hebu sikia. Inakuja Aviation TV. Nasikia dadi kujaona. Inakuja ingine inaitwa Shift. Nasikia kujaona mtu mzima analia. Akiomba watu nini? Pesa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo lazima tujue kwamba tutakapokuwa tuongozwe na Roho Mtakatifu, utapata Kanyari akilia kwa TV. Kanisa langu ilibomolewa na serikali na wote mtu atawachapa kiboko wakufe. Saa hii waganga wananichekelea. Tuma 100, tuma 200, utatuma. Mwingine aliniambia sasa kutuma kwa ajili ya imani. Alimuhurumia. Amekaa muda zaidi kuona mtu mzima akifanya nini? Akilia. Kwa TV. Kwa TV tena. Na hajapigwa na mtu. Alikuwa amejenga mahali kwa wenyewe. Na sasa shida inatokea. Ndio wangu mtoto wangu akanionyesha. Sababu tuliona ni kama kwa kanisa letu la Kitale. Nilitaka hivi kanisa yote watu wote na mabiashara zote zikawapa nini? Chini. Hatukumsikia wanasema si mimi peke yangu, hata majirani wangu mkinitumia nitawagawia. Yeye anasema ni mimi. Tumeona nyumba hata kanisa sababu nyumba yake Runda haijaguswa. Iko intact, ndio Zaia na kufanya video coverage. Iko kubwa kabisa haijaguswa, lakini hawa hata mahali pa kukaa kuna
hawana na hawataji katika hii mambo ya kusema munitumie katika machozi yake. Machozi yake ni yake yeye mwenyewe. Kwa hivyo wakati mwingine tunapoongozwa na Roho Mtakatifu hatutaongozwa na feelings za mwili. Feelings za mwili hazitatuongoza. Nakumbuka mwingine akitoa koti na kusema sijui niache kuhubiri. Nimeangalia tena imekuwa kidogo mtu wangu siku hizi. Sijui niache kuhubiri, akachukua koti akaweka chini. Utaona watu wazima wakikimbia wale bila kujua. Bishop usiwaachie sisi nini? Laana. Usiwaachie. Kuhubiri kwetu si kwa lazima. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alituita tu kwa nia njema. Na ni kwa kuamua. In fact, spiritual gifts, it is your own desire. Kama una desire undikana. Hizi vitu ni wewe mwenyewe kuamua kufuatilia. Huku sikiwa risasi na mtu kwamba kuwa mchungaji. Chukua Biblia, tembea. Kwamba watakuwa wanakupea. Kwamba watakuwa wanakununulia. Ilikuwa uamuzi wako wewe mwenyewe. Ukakataa kazi fulani, ukaamua kuendea wapi? Kwenda kuhubiri. Na kuna consequences hata za kubebwa na kikapu, kuteremshwa kwa nyumba ya ghorofa. Kuna consequences ya kukimbizwa, usiuliwe kwa ajili ya nini? Injili ya Yesu Kristo. Hapa naanza kulilia kwa TV ukisema watu usaidiwe sababu kanisa imebomolewa. Kanisa ya Yesu Kristo iko strong. Bwana Yesu asifiwe. Na ajabu ni kwamba sikuona hata washirika wa TV ama wamesimama na yeye solidarity kwamba tuko na shida kutusaidia. Na ile account inapeana ni ya mtu binafsi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunasema hivi, tunapoongozwa na Roho Mtakatifu kuna uamuzi, kuna judgment ambazo tutafanya sisi wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Tutakuta ndio huyu anajitanisha na Mungu, lakini maneno anayoyasema asili hili na neno la nini? La Mungu unamwepukia kando. Bwana Yesu asifiwe. Unamwepukia kando. Kwa hivyo wakati mwingi lazima ukute kwamba 1 Corinthians chapter 2 verse 15. Wakorintho wa kwanza 2:15. But that is spiritual, judgeth all things. Let he himself judge of no man. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba sisi wa kiroho tuna uwezo wa kufanya maamuzi wa vitu vyote na hakuna mtu ambaye atatuhukumu. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna hukumu itakayokuja kwa uamuzi ambao tunaufanya. Bwana Yesu asifiwe. Usiitikie hukumu yoyote ikuingilie sababu ya kusikiza injili inayostahili. Kufuata mhubiri anayestahili. Kufuata kwenda kanisa inayostahili kwako. Tulisema kwamba ndio uweze kufika mahali hapa, umewacha makanisa imepanga laini. Makanisa ambayo yanamtafuta nani? Mungu. Lakini tunakuta mahali ambapo Mungu yuko. Bwana Yesu asifiwe. Mahali unaelezwa yuko ndani yako. Ndiwe wewe kanisa. Mahali ambapo hauwailiwi chochote. Hakuna hali mahali hapa. Sababu tuko na kitu chenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Hapa ni kukuza ile imani iliyo ndani yako. Tunaistari na amuka. Unaweza kujitambua wewe ni nani. Na vitu ambavyo ulikuwa unaona kwamba umekosa, unakuta kwamba ziko ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Vitu vyote viko ndani yako. Kwa hivyo usisema kwamba unajua sasa hiyo ni kama kuhukumu nini? Na unajua watu wengi tumeingizwa katika box sababu ya kukataa kusema ukweli. Ati usiguse mpaka kwa mafuta wa nani? Wa Mungu. Ninapoenda kumaliza, nataka niseme hivi. Hiyo kitu ya kusema usihukumu ilifanya mimi nisikuwe mhubiri. Mwaka wa 2000 nilikuwa nahubiri kwa mabasi hapa. Nikasikia mhubiri mkubwa amekuja hapa 64. Na amekuja na mafuta anointing oil kutoka Israel. Na anatakasa wahubiri. Kama unasikia kwamba unachamuka unataka kuwa mhubiri, kuja mwajiwa mafuta uweze na pembe. Ilikuwa pembe sijui ilikuwa ya nyati. Hapa ilikuwa imejazwa namna hii. Na mimi sababu ilikuwa imetangazwa kwa TV, ilikuwa imetangazwa wapi? Nimekosa kula siku ile na nabaja kwa mzee kwenda kubeba mawe huko ilikuwa shida. Watu huko wananiambia wewe ni mgonjwa. Kumbe najiandaa kwenda 64 study. Kupakwa nini? Mafuta. Na sasa uwanga hawasemi kwamba pesa. Pesa wanasemanga saa hiyo mmefika. Hawasemi kuja na pesa fulani. Sasa mimi nikapata 200 yangu ya kila siku. Nikapita pale nikakula shilingi 50. Nikatoa hii 150.
Mungu ataniona, nitatoa yote. Sikuli jioni nitaanza kufungua kwangu kuanzia ile wiki hiyo, pesa 150 iende kwa mtumishi wa Mungu. Kufika pale watu wakapanga laini mpaka nje kule, na wakasema anointing is expensive. Nilifanya Yesu hapo msalabani. Yesu alikufa msalabani ndio tuweze kupata haya mafuta. Mungu alijigaramika karibu milioni kadhaa, akaenda wapi? Israeli, na amekuja na mafuta. Anointing is expensive. Kwa hivyo kuanzia huyu mtu wa Mungu mpaka mtu wa Mungu wa 20,000. Si tunarudi nyuma, walio na mahela wanakuja mbele. Wakapakwa. Hao wakaisha. Wakasema kutoka mwingine wa 20 mpaka 2,500. Pesa ya mwisho ilikuwa 200. Na mimi niko na 150. Nilisema hakuna Mungu. Ningepatana wale watu wa Addis. Nikitoka kwa hiyo mkutano, ningepatana wale wa ndugu ambao wanasema hakuna Mungu. Addis. Ningeingia hiyo siku. Sababu nimekuwa disqualified. Kabisa financially, pesa zimekata kunipeleka wapi? Kwa baba. Sababu watu 200 ndio ilikuwa ya mwisho. Mpaka mimi najisimamisha mpaka aseme siku hizo wameunda kitu kingine ya kusema na wale wengine wakuje pia wapokee. Sasa hapo tutapapa hivi. Mpokee ile corporate blessings. Corporate anointing ile ya pamoja. Ya masses. Lakini wakati huo haikuwa hiyo. Wewe kama umekuja na kavipi yako rudi nayo wapi? Nyumbani. Sasa mimi nilirudi na hiyo kuja yangu 150. Nikapata Mungu alikusaidia ukakula sapa. Bounce mbele nikapata kidama nikapea 50. Nikikuja nikaamua ni kama hakuna Mungu. Nikapitia soko nikachukua omena. Ukakuta ndani hiyo ukimuzima. Ndani hiyo ukimuzima. Enjoy maisha. Kwanza nimetulia. Umepumzika. Mambo ya maombi hakuna. Mambo ya kuamka saa 6 kupambana, tunaweza kuambiwa saa 9 usiku ndio madogo wanapita. Ukakuta kwamba nimesimamisha hiyo. Nikisikia paka zikiwa magic season kwa mabati, nilikuwa nalala, lakini tulikuwa tumeambiwa ni mashetani. Nikisikia wakikimbia kwa mabati na amuka. So nilipumzishwa mambo mengi. Kumbe Mungu alikuwa ananiweka kwa process nikuja kupata huu kweli. Nilipitishiwa vitu mingi ndio nikuja kupata huu kweli. Na ninaposema Mungu amekuwa wa kunisaidia na Mungu ameniongoza. Sababu haya mambo tumeweza kuyaona vile Mungu ameweza kutusaidia. Nakumbuka hata mwanzo mke wangu alinijua kama muombezi. Mke wangu alijua kama mtu ambaye ateki na maombi. Katika ushirika niliopewa nilikuwa najulikana kama njeno. Unajua kwamba walikuwa wanasema walking in spirit unaweza kugusa hata pepo. Unaweza kugusa hata nini? Pepo. Kumbe tulikuwa tunachezea. Yaani unaingiza vitu unakuta kwamba ukiona mlevi tu hivi unaanza kuona roho ya ulevi. Ukiona mtu ambaye hana uwezo financial, roho ya nini? Ya umaskini. Na hakuna ile njia yenye unataka utamsaidia aende akafanye. Wewe unataka kutoa hiyo kitu ndani yake. Na haitoki. Kwa hivyo wakati mwingine lazima tunapoongozwa na Roho Mtakatifu, nimesema kwamba kuna maamuzi ambayo sisi tutaweza kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Pastor alifanya uamuzi, nilifanya uamuzi, ingekuwa ni kwa ajili ya kufuata vitu. Taulia kule kitu ambacho hakuna kanisa ingekuwa kubwa kama yangu. Sababu kama wamama hawajangaa chini hapa, singeona kama hiyo service inafanya nini? Imekuwa. Na hiyo ndio wamama wengi na Wakenya wengi wanataka. Kama sijatoa roho ya nyoka mtapikwe. Hiyo sio ibada. Lakini saa hii Bwana sisi ni viumbe tu. Tumeoshwa, tumetakazwa, tumeinuliwa. Hatuko kwa ajili ya vitu, tuko kwa ajili ya mtu ambaye alikamilisha yote msalabani. Bwana Yesu asifiwe. Wewe utafuti vitu. Wewe usikimbizane na vitu. Kama ni vitu wewe fanya kazi. Fanya kazi. Nakumbuka napenda kulifaa pastor sababu kuna vitu ameondoa ndani ya maisha yangu. Nilikuja hapa nikiuza mask Wilson. Alikuwa ananiambia hii kazi
endelea na kufanya kazi yako. Na unajua nikiuza pale nje, nilikuwa nikiona mabasta wakikutananga kwa basta fellowship na kula kijana wanakusemaga kukula kwako na kula kwako. Hapo nakuta sasa Nikula kona. Nakula kona. Unakuta kwamba sitaki wanitambue. Sitaki wanitambue. Hata basta ni vile tu ni wa neema. Mimi niliweka wazi kwake na akaanza kunipea nini? Akaanza kunipea kazi ya kusafirisha Kitale na baadaye kujiwatilia. Kujua kwamba naongoza na makanisa yako wakanipea contract za kuuza nini? Hizo vitu. Baada ya mmoja mwenye alinihukumu aliniambia unamalizia mafuta yako hapa kwa jua. Ukiuza mask, wanaweza zikiwe. Kwa hivyo wakati mwingine kama unataka vitu wapendwa, enda fanya kazi. Prophet amenihukumu. Na wakati mwingine tunakutana ananiambia mtu wa Mungu. Maana siutingishe mafuta ndani yangu kwa kununua chai. Nikamwambia Bwana. Nikamwambia Bwana hii pesa ni ile vitu. Hii pesa ni ile vitu kununua maji. Nilikuwa naharibia mafuta wapi? Pale. Kwa njua kule. Kwa hivyo wakati mwingine itaonekana ni kama wanasema ni kama tuko na kiburi. Tunaambiwa kwamba hata neema yetu wanaita Hyper grace. Wanasema tuko na hyper grace. Ndio hata tutabui mababa wa Mungu. Wa Mungu. Sasa shida ni kwamba kuna decision utameke. Tumeondolewa kwa vikundi wa uchungaji, tumeondolewa kwa ajili ya nini? Ya ukweli. Tunataka nini? Yesu Kristo. Nini mnataka vitu vingine? Sasa mwingine akaniambia kwamba kuna ile Pastors Appreciation Day. Niko kwa hiyo jambo wakati tunataka tunaenda. Wakaniambia na wewe tukija kwako tutahubiri namna gani? Nikawaambia kwa nini? Kwani huduma ya Yesu ilikuwa inatolewa pesa. Huduma ya mtume pesa ilikuwa inapatikana. Hata mali ilikuwa inaletwa kanisani. Mtakuja na injili ya neema ya Yesu Kristo mkiniletea mimi pesa nani? Yangu. Kama mtakuja kuhubiri injili, mtakaa chini nihubiri ama mtu mwingine anayejua hiyo gospel afanye nini? Ahubiri mkifanya nini? Mkisikia. Sababu ukisimama mahali pale, kuna vitu utataja muone mikono tu. Na hautajilaumu. Bwana Yesu asifiwe. Ukianza kusema vitu vingine kuhusu mambo ya matoleo, utaona wapendwa kwa kanisa, si wachungaji, wapendwa sababu tumewainua kiwango cha wachungaji. Wakikuuliza swali ukiwa kwa hiyo kitu mnaitanga madhabahu, utaaibika wewe mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunapoongozwa na Roho Mtakatifu, kuna uamuzi ambao tunafanya. Na narudia kwa nini? Sababu wengi wetu wanasema, kanisani leo ni mbali, siniingie kwa hii kanisa yenye iko wapi? Iko hapa karibu. Ndio kama kuna kitu kilimuumiza Paulo na kanisa zingine, alipowauliza mmerogwa, ni sababu ya kuchanganisha. Unasema tu hapa tunakuja kukueleza kwamba umebarikiwa, umeinuliwa, unapendwa. Wala unaanza kuambiwa kanuni 3 ndio Mungu anapenda. Kanuni 3 ndio uweze kuinuliwa. Na hizo kanuni zote ni mfuko, si kitu kingine. Na kama si mfuko ni kuwepo kwa mbio katika kazi. Na si kazi ya kufanya ufaidike. Ni kazi ya kukufanya uweze kuumia. Utafuta Mungu. Utafuta uso wa nani? Wa Mungu. Ulipotelea kwa milima. Sasa baada ya kuelezwa kwamba vile wewe ni hekalu takatifu, vile wewe ni kanisa, unakuta kwamba unaelezwa mambo mengi. Kwa hivyo wapendwa wa hili kanisa, wapendwa ambao mnaopendwa na Mungu, ni kusema ukweli ni kwamba mmebarikiwa. Amen. Chochote ambacho kilikuwa ndani ya Yesu Kristo kiko ndani yako. Na kama utakiona bado zidi kukitafuta katika maandiko. Na Mungu atakuonyesha na atakufungulia kulingana na mapenzi yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo siku ya leo tunatoka hapa tukijua kwamba tunaelekezwa na Roho Mtakatifu. Kuna vitu ambavyo hatutasema amen. Nimesema kwamba kwa hili kanisa halina mambo mengi. Ndio sababu siyasema toa kitambaa yako fanye nini? Tingiza. Atitingiza bendera ya nani? Ya Yesu. Bendera gani? Bendera gani? Unakuta kwamba sehemu mikubwa ya injili imechukuliwa na vituko. Atigeuka mara 3, usalimia pande ile, salimia pande ile na pande ile. Unakuta kwamba vituko ndio vimechukua sehemu kubwa.
Kwa hili kanisa sehemu kubwa linachukuliwa na neno la Mungu. Neno la Linachukuliwa na Yesu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo lazima tujitayarishe kila wakati kumpea Yesu nafasi ndani ya maisha yetu, sababu yuko tayari kutuinua, kutupenda katika kila hali. Bwana Yesu asifiwe. Tunapoenda kuombea mtumishi wa Mungu, anapoenda kuombea watoto wetu, ni lazima tujue kwamba hao watoto wanapendwa na Mungu. Hao watoto Mungu ataenda kuwalinda kule mashuleni. Na tutakapokuwa tukiwaachilia nyumbani kwa maombi, lazima ujue kwamba mtoto wako ako safe mahali alipo. Bwana Yesu asifiwe. Ukuwe na uhakika kwamba imetendeka, mambo ni mazuri. Na tukimaliza kuomba tujue kwamba Mungu atatuwezesha kupitia utendakazi wetu, kwamba watoto wetu waweze kufanya nini? Waweze kusoma, hawatapita katikati yao. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba Mungu atatuwezesha kwa ile njia inayostahili. Bwana Yesu asifiwe. Karibu mtu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pastor Wabua alikosa 50 bob. Sijui kwa nini hangekopa. Ndio apate ile mafuta. Amen. Mimi nami nilikuwa na 50. Yule alikuwa na hubiri 1994, ninakumbukaga vizuri. Akafikisha elfu ngapi? 5. Na nilikuwa nimeokoka tu hivi. Nikawa na hasira nyingi kwa ajili Mungu huyu ameniita, lakini sasa sijatimiza kiwango ambacho kinastahili ndiposa nipate ile inaitwa breakthrough. Amen. Na hiyo ndio wengine wetu tunatoka kwake. Lakini mtumishi wa Mungu ametuambiaje? Wakati ulipopokea Kristo, Roho wa Bwana alikuja kufanya makao ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Roho wa Mungu, na ni kwa kila mmoja. Katika Matendo ya Mitume 2, sura ya 2 mstari wa 39, Biblia inasemaje kuhusu huyu Roho Mtakatifu? Na hapo ndani yako, mradi ulipokea neno la nani? Na Mungu. Wewe sasa amefanya makao. Amen. Acts chapter 2 and verse 39. He has now come to make his dwelling in you. Acts 2 verse 39. Amen. For the promise, let's start from verse 38. Ndio tuelewe vizuri. Amen. Peter said unto them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sin, and you shall receive the what? The gift. The gift. Then akasemaje, verse 39. For the promise is unto you, and to all your children, to all that are far off, even as many as the Lord will do what? Hii ni ahadi ya kila mmoja wetu. Mungu aliahidi kupitia kwa wale watu walikuwa naitwa manabii. Nabii ambaye alinena kuhusu hii mambo ya Roho Mtakatifu kuja kufanya makao ndani yako alikuwa naitwa Hezekia. Hezekia 36 mstari wa 25 alinena kuhusu Roho wa Bwana atafanya makao ndani ya nani? Na yeye ndiye atakuwa anakuongoza. Ezekiel chapter 36 and verse 25. Mtumishi wa Bwana akatuambia kwamba utakapojua ya kwamba Roho wa Bwana ako juu yako, kuna mambo kadha wa kadha hautachanganyika naye. Amen. Sasa mafuta inatoka Israeli. Unaambia hiyo ndio itakuletea breakthrough. Wewe unang'ang'ana. Hata kuna siku wakati Misorina alitoka Israeli, nilimtumia message nikamwambia wakiwa na Mrs. Kwendo, nikamwambia please, kile tu ninawaomba muniletee mafuta. Niliwaambia hata msiniletee, unajua ukisikia mtu ametoka Israeli, sikuwaambia waniletee chochote kingine. Niliwaambia please kabisa Misorina, msikuje hapa bila nini? Mafuta, muniletee hiyo mafuta. Na nikamwambia Miss Kwendo, ungetuona pale kwa ajili tulikuwa tumesimama pale tukigawana pale. Alafu sasa nikanunua ingine ya roho ndio nifanye nini? Ni kama kupea ya hapa dume. Ile ya Israeli ndio pata. Alafu nikapea ya hapa nini? Ngoja uone watu wakikuja, nikamwambia kuna mafuta ile ya Israeli nimepokea.
na kila mmoja wenu ni lazima Sunday mkuja ndio kufanya nini? Na hii mafuta ndio maana tunasema ni lazima tulipende. Nikawaambia si bure, ni lazima uinue nini? Madhabahu. Biblia inasema hivi, then I will sprinkle clean water upon you and you shall be clean. That is what happened wakati ulipopokea Yesu Kristo, uliposikia habari nini? Njema, ulioshwa. And you shall be, for all your filthiness and from your idols I will cleanse you. Then the next verse inasemaje? Inasema, a new heart will I give to you, and a new spirit will I put within you, and I will take away the heart of the stone and of flesh, and I will give you the heart of what? I will give you a new heart. Amen. A new heart and a new what? Spirit. He has made his dwelling in you. Amen. He has, and I will put my spirit within what? Within, and that is exactly what happened when Paul and every of the apostles went everywhere preaching. Mahali tu watu wanapokea Yesu Kristo, wana Roho Mtakatifu anakaa ndani yao. Na kai tu hivi, anaanza kuwaongoza. Unajua zamani tulikuwa tunadhania kupokea Roho Mtakatifu ni kutoa makamasi na kubabaratuka. Unaona kama tukameanza kubabaratuka. Ni kama ile trakta ya zamani. Ile inawakisha. Wengine tukiwekelewa mikono kwa ajili ya kuanguki haraka, unategwa. Sasa naweka mguu hivi. Unaangushwa. Lakini sasa ulipookoka, hata kama hujui, kitu kilifanyika ndani ya maisha yako. Amen. Mradi ulipookoka, hata kama sisi tulikuwa tunaitwa watu wa nini? Wa mataifa. Ulipoamini ile neno la neema, ulipoamini kazi iliyofanyika wapi? Msalabani. Hata Peter akasema katika Matendo ya Mitume 15 mstari wa 8, akasema hata wale tulidhania ni watu wa mataifa. Amen. Hata wale tulidhania ni watu wa nini? Wa mataifa. Acts chapter 15 and verse 8 there. Hata wale tulidhania ni watu wa mataifa walipokea. Amen. Walipokea huyo Roho. The Bible says, and God knoweth the heart, bearing witness, giving them the Holy Spirit as he did to what? Aliwapea Roho. Na huyo Roho ni wa kukuongoza. And he abide and liveth for what? Kuna vitu viwili ambavyo sisi ambao tunaamini ni lazima tudhibitike ndani yake. Kama kitu cha kwanza ni kujua ya kwamba Roho Mtakatifu amefanya makao ndani ya nani?